Asante na karibu tena kwenye podcast yako, na mimi ni James Ruta. Podcast yako ni eneo pekee ambalo linakuhakikishia kukua na kuongezeka kiimani, lakini kukua na kuongezeka kimwenendo katika kutatua na kuona kabisa unayaishi maisha yenye kumtegemea Mwenyezi Mungu. Ambapo leo kama ilivyo ada, nimekuletea mgeni, lakini nimekuletea mada ambayo nataka mimi na mgeni wangu tuweze kuizungumza kwa pamoja, ama tuweze kukufikishia wewe kwa pamoja. Mgeni wangu labda nikikutambulisha tu yeye ni imam wa Masjidi Mtambani, msikiti uliopo Kinondoni hapa jijini Dar es Salaam. Lakini vile vile yeye ni mwenyekiti wa kamati ya amani ya viongozi wa dini katika wilaya yetu ya Kinondoni. Mgeni wangu huyu bado ni msomi, ni mhitimu wa shahada ya sheria katika chuo kikuu cha Jamia Mahmudia kilichopo South Africa, hapa Afrika. Lakini yeye ni baba wa watoto 3, lakini ni mume wa mke mmoja. Si mwingine ni Sheikh Shaaban Saleh Pembe. Karibu mwingi. Asante sana. Sheikh Pembe, kwa nini mke mmoja? Nashukuru kwa swali zuri, kwa sababu sisi katika Uislamu tumeruhusiwa kuoa mpaka wake 4, lakini tumewekewa sharti kwamba lazima kuwe na uadilifu. Mwenyezi Mungu anasema fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Waweni 2, 3, 4, lakini mkishindwa kufanya uadilifu basi waweni mmoja. Kwa hiyo nimejipima, nimeona uadilifu wangu ni mdogo, kwa nimebakia na mmoja. Hongera sana. Lakini hata hivyo hilo lilikuwa ni swali langu la kukuchokoza tu. Nashukuru sana. Lakini walau katika uchokozi niliofanya, hata wasikilizaji na watazamaji wangu wamepata majibu ya msingi sana. Kwa hivyo kumbe si kwa sababu tu unatajwa ama unaelezwa kwamba una wasifu wa kuoa wake 4, basi uwajaze tu bila uadilifu. Kigezo ni uadilifu. Kigezo kikubwa ni uadilifu. Umesikia bwana? Kigezo kikubwa ni uadilifu. Sio kwa sababu wewe ni Muislamu basi wakusanye tu kadiri ya ile namba iliyotajwa. Karibu sana Sheikh Pembe. Nashukuru sana. Leo nataka tuzungumze jambo moja. Tunapoishi haya maisha, kuna wakati mipango inakataa. Kuna wakati mambo hayaendi kadiri ya mipango yetu. Sasa katika mambo kukataa na mambo kutokwenda sawasawa na mipango yetu, wakati fulani watu huwa wanachagua kuzitafuta suluhu ambazo ni kinyume na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Yani wanatafuta suluhu ya matatizo ambayo ni nje na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Nataka ni kupitishe katika muktadha ambao nimeuandaa kusudi wewe na watazamaji na wasikilizaji wetu angalau kwanza wapate picha ya kile ambacho nataka tuzungumze. Kwanza mimi na wewe tutakuwa mashahidi kwamba umia utakavyoumia, hakuna anayeyaona ama kuyajua machozi yako unayoyatoa kimya, lakini Mwenyezi Mungu anajua. Sahihi. Inachosha kuvaa tabasamu na kujifanya kila kitu kiko sawa wakati fulani, wakati ndani unajisikia maumivu. Watu huenda wakafikiri huna taabu unazopitia maishani kwa jinsi unavyoigiza, na hakuna jinsi wataweza kuziona nyakati zako za usiku ambapo unalia ama ulilia sana kabla hujajikuta umelala na umeamka tena kesho yako, au vita vya kimya unavyopigana, lakini Mungu anajua. Watu wanaweza wasitambue nguvu kubwa inayohitajika kukuwezesha kutoka kitandani kuelekea kwenye mapambano kuikabili siku nyingine kwa jinsi wanavyokuona, lakini Mwenyezi Mungu anajua. Kama utakuwa umenielewa vizuri, pengine tungeanza kwenye umuhimu wenyewe wa kumtegemea Mwenyezi Mungu. Yani kumtegemea Mwenyezi Mungu pekee wakati tunapopitia magumu. Je, Uislamu unatuasa vipi kuhusiana na jambo hili la kumtegemea Mwenyezi Mungu? Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pili ni kushukuru kwa kunialika kwenye kipindi hiki kizuri. Karibu. Na Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri. Amen. Kwa kuifikiria jamii, kwa sababu jamii inaumwa. Jamii inapitia changamoto nyingi sana katika mambo mbalimbali, lakini
wakati fulani jamii haijui wapi wanaweza wakaenda wakatatua changamoto zao. Nije katika swali lako la msingi ambalo umeanza kuniuliza kwamba Mwenyezi Mungu au Uislamu unatuasa vipi katika kumtegemea Mwenyezi Mungu, sio? Hakika. Ukisoma ndani ya Uislamu, mahala pekee ambapo mwanadamu anaweza kupata comfortability, anaweza kupata utulivu ni mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala. Na wanadamu wana kawaida ya kuchoka. Ruta, mtu unaweza kumfuata mara moja, mara mbili, atakusaidia mara ya tatu anachoka. Lakini Mwenyezi Mungu sisi tunaamini hana sifa hiyo. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anatubembeleza, anasema wasjude waqtaribe, kwamba njoeni msujudu kwangu, lakini pia karibuni, sogeleeni, njoeni kwangu. Kwa sababu gani Mwenyezi Mungu anatuita? Kwa sababu yeye anapenda kutusikia sisi tukiwa tunakwenda kwake kumueleza shida mbalimbali tulizokuwa nazo, lakini sio kwa wanadamu. Kwa hiyo Uislamu unahamasisha, Uislamu na Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala anatuita kwake kwa lengo la kwenda kueleza changamoto na kumtegemea yeye kwenye kila jambo, lakini sio wanadamu. Na Mwenyezi Mungu huwa anakasirika ikiwa mwanadamu ana jambo kisha akaacha kumtegemea Mwenyezi Mungu akaenda kumtegemea mtu mwingine. Mwenyezi Mungu huwa anakasirika. Hakuna mwanadamu anayeweza kumsaidia mwanadamu mwingine. Kuna baadhi ya shida, kuna baadhi ya changamoto mwanadamu ili aweze kuzitatua lazima amtegemee Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anatuasa na anatukumbusha kurejea kwake na anatukaribisha wasjude waqtarib, kwamba njoeni msujudu kwangu na karibieni kwangu. Lakini sasa katika muktadha huo kwa jinsi ambavyo umetupitisha vizuri na kutuhakikishia kwamba hivyo ndivyo ilivyo. Sasa mimi nikiwa napitia magumu ama yule akiwa anapitia changamoto zenye kumkatisha tamaa ama zenye kumvunja moyo, tunapateje kujua kwamba Mwenyezi Mungu yuko nasi hata pale tunapojihisi wapweke na wenye kukata tamaa? Ruta, Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala, kila jambo linakuwa limekadiriwa katika maisha ya mwanadamu. Si tunaamini kwamba kila kitu kimeandikwa katika Lauhil Mahfudh. Kuna sehemu maalum kwamba maisha ya mwanadamu kwenye kila jambo analopitia Mwenyezi Mungu ameliandika hilo jambo litokee. Na Mwenyezi Mungu anatuhakikishia ndani ya Qur'ani, anasema inna Allaha ma'as sabirin. Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri. Ma'iyatullah, ule umoja baina yetu sisi na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatuhakikishia kwamba mtu akiwa kwenye changamoto, akiwa kwenye shida, Mwenyezi Mungu anakuwa pamoja na sisi kwenye kila jambo. Na mwanadamu akimtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio Mwenyezi Mungu anamhakikishia ule umoja. Umoja haupatikani kwenye kusali. Umoja wa Mwenyezi Mungu haupatikani kwenye kwenda hija Maka, pengine kwenye kutoa zaka, kwenye kutoa sadaka, lakini pale ambapo mwanadamu atakapoamua kujifungamanisha yeye na Mwenyezi Mungu katika changamoto zake alizokuwa nazo, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwahidi kuwa pamoja naye. Inna Allaha ma'as sabirin. Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wale wenye kupitia changamoto mbalimbali. Mwenyezi Mungu anaahidi msaada, anaahidi pamoja na watu kama hao. Changamoto huwa zinatupeleka kwenye depression wakati fulani, msongo wa mawazo. Imani inatumika vipi kama ngao dhidi ya mtu ambaye anapitia hali hiyo ya depression ama msongo wa mawazo na hisia za kuvunjika moyo? Imani inatumika vipi kufanya ukombozi eneo kama hilo? Kimsingi ni kwamba mahala pekee ambapo kama nilivyokuambia mwanzo, mwanadamu anaweza akapata utulivu wa nafsi, akapata ile peace of mind, tunasema ni rahatul bali, akapata utulivu wa nafsi, ni kurejea katika imani yake, ni kurejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na dini au imani inawezaje kumtoa mwanadamu katika msongo wa mawazo, katika depression, katika stress mbalimbali ambazo mwanadamu anapitia? Siku zote mimi huwa naongea Ruta, hata msikitini kwangu, ni kwamba mtu anapokuja katika nyumba ya ibada kuna mambo mengi sana ambayo anapitia kwenye maisha yake. Anapokuja pengine mtu akawa amekwenda kanisani, kuna vitu vingi sana anapitia kwenye maisha yake. Anaamini kwamba akija msikitini au akija kanisani zile changamoto zake anakwenda kuzitatua. Yeah, okay. Na akikuta sivyo vile alivyokuwa anatarajia, ndio unakuta mwanadamu anaweza ukamkuta anaenda kwa waganga, anakwenda sehemu nyingine, sehemu mbalimbali, kwa sababu alikuja kufanya ibada akijua hapa anakuja kutatua changamoto zangu. Sisi viongozi wa dini tuna lugha za aina mbili.
tuna lugha tunaita ni communion, ni lugha ya kiroho. Yani kiongozi wa dini akizungumza, anazungumza mazungumzo ya kiroho kati ya roho moja na roho nyingine, kati ya nafsi yake kiongozi wa dini na nafsi ya mtu mwingine. Kwa hiyo anaweza akamponya changamoto na matatizo mbalimbali aliyokuwa nayo, msongo wa mawazo aliyokuwa nao, kama ana depression. Kiongozi wa dini anao uwezo huo wa kuzungumza naye na akamtibu hiyo changamoto aliyokuwa nayo. Lakini pia wakati mwingine viongozi wa dini kuna kitu inaitwa communication, mazungumzo ya kawaida kama mimi na wewe Ruta tunavyoongea. Lakini mtu akija kwenye nyumba ya ibada, maana yake anakutana na kiongozi wa dini ambaye anazungumza mazungumzo ya kiroho. Kwa hiyo imani au viongozi wa dini au mtu akitekeleza ibada inaweza ikawa ni sababu ya yeye kuweza kumtoa kwenye changamoto yake ya hiyo stress au depression ambayo alikuwa nayo, au changamoto mbalimbali ambazo anazipitia. Kwa hiyo imani inatumika kwa kiwango kikubwa sana. Ukirejea kwenye mada yangu wakati nafanya utangulizi kwako na kwa watazamaji wangu, utaona kuna mahala nilisema kwamba hakuna anayejua machozi yako ya kimya kimya unayoyatoa, lakini Mungu anajua. Je, kuna aya ama hadithi zinazotuthibitishia ukweli huu? Zipo. Zipo aya nyingi, na Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anaeleza na anasema kwamba huwa alimul ghaibi wa shahada. Mwenyezi Mungu yeye anatambua yale yaliyokuwa ya siri ya ndani katika nafsi ya mwanadamu anayopitia, na Mwenyezi Mungu anajua ya dhahir, ya wazi ambayo mwanadamu anayapitia. Kwa hiyo hakuna jambo ambalo mwanadamu analipitia kisha Mungu akawa halijui jambo hilo. Huwa alimul ghaibi wa shahada. Mwenyezi Mungu anajua yale ya ndani mwanadamu aliyokuwa nayo. Tena kuna baadhi ya vitu Mwenyezi Mungu anavijua ambavyo hata wewe mwenyewe mwanadamu hujavijua bado katika nafsi yako. Mungu tayari alishavijua. Ndio maana huwa alimul ghaibi wa shahada. Kwa hiyo yote haya tunayopitia Mwenyezi Mungu anayajua, na hata mwanadamu anayopitia kwenye maisha yake asidhani kwamba Mwenyezi Mungu hayajui. Mwenyezi Mungu anayajua kwa sababu anajua yaliyofichikana na anajua aliyokuwa ya dhahiri. Siku moja Ruta, yuko mtu mmoja anaitwa Luqman, katika miongoni mwa watu wa kale wa zamani walikuwa na hekima kubwa sana. Luqman alikaa na mwanawe siku moja, akawa anamwambia, ya bunayya innaha intaku mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin au fi samawati au fi al-ardi ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir. Mwanangu, chochote unachokifanya, chochote unachopitia, hata kiwe kidogo mfano wa punji ya mchanga, punji ya khardal, mfano wa punji ya mchanga, basi Mwenyezi Mungu anayo habari ya jambo hilo. Iwe ni chini ya ardhi, iwe ni mbinguni, iwe ni mashariki, magharibi, uwe umejificha, Mwenyezi Mungu anajua jambo hilo. Inna Allaha latifun khabir. Mwenyezi Mungu ni mpole na ana habari kwa yote mwanadamu ambayo alikuwa anayafanya au anayoyapitia. Kwa hiyo yote haya Mwenyezi Mungu anakuwa anayajua ambayo mwanadamu anayapitia. Kwa hivyo hata wabaya wanaotuzuru sirini Mwenyezi Mungu ana habari zao. Mwenyezi Mungu anajua. Na kuna baadhi ya mitihani Mwenyezi Mungu anaiblock bila ya wewe mwenyewe kujua. Sahihi kabisa. Kuna mtu anaweza akawa amepanga jambo kwa kufanyia madhara, lakini Mwenyezi Mungu ameblock lile jambo bila yeye mwenyewe kujua. Ndio maana nikakwambia mwanzo, Mwenyezi Mungu aliposema huwa alimul ghaibi wa shahada, Mwenyezi Mungu anajua yaliyofichikana. Kuna baadhi ya mambo ambayo wewe huyajui, Mungu tayari anayajua. Okay. Kwa jinsi ya ulivyoanza kunijibu maswali yangu mpaka sasa, umeitaja subira. Upi ni umuhimu, kuna umuhimu kiasi gani wa uvumilivu, subira katika Uislamu na namna inavyoweza kutusaidia kupambana na kutatua changamoto zetu za kimaisha? Subira. Muislamu ni kwa namna gani muhimu anapaswa kuwa na uvumilivu, kuwa na subira? Ruta, nikwambie kitu kimoja kwamba msingi mkubwa wa maisha ya mwanadamu ili aweze kufanikiwa ni subira, uvumilivu kwenye kila jambo. Na kama mwanadamu asipokuwa na subira hawezi kufanikiwa kwenye maisha yake. Na mwanadamu asipokuwa na subira anaweza akakufuru mbele ya Mungu wake. Kuna baadhi ya nyakati mwanadamu anapitishwa kwenye milima na mabonde ya changamoto mbalimbali, lakini Mwenyezi Mungu anakuwa na lengo maalum. Lengo lake anataka kumtazama, je, atasubiri au atakufuru mbele yangu? Na sio kwamba amekuacha. Na sio kama amekuacha. Lengo lake anataka kupima kiwango cha imani. Ni namna gani utakumbuka kumrejea yeye katika mitihani unayopitia. Okay.
Ndio maana Mwenyezi Mungu aliposema katika aya ya mwanzo kwamba inna Allaha ma'as sabirin, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri. Ma'as sabirin, yuko pamoja na wale wenye kusubiri. Kwa sababu gani yuko pamoja na wenye kusubiri? Kwa nini Mwenyezi Mungu aseme Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kusali? Kwa nini Mwenyezi Mungu aseme yuko pamoja na wenye kutoa zaka? Kwa nini Mungu aseme yuko pamoja na wale wenye kwenda hija Maka? Amewataja maalum kabisa. Kwa nini Mwenyezi Mungu aseme inna Allaha ma'as sabirin? Kwa sababu subra ndio msingi wa ibada zote. Yaani ukimwona mtu anakwenda msikitini au kanisani Ruta kutoa sadaka, huyu ana subra, amejizuia mpaka anakwenda kutoa pesa, kutoa sadaka. Ukimwona mtu anakwenda kutekeleza ibada, pengine si Waislamu, alfajiri mtu anaamka anaacha usingizi, hiyo ataka subra. Ukimwona mtu anaweza kutoa 15 million kwenda kutekeleza ibada ya hija Saudi Arabia, inataka uwe na subra, kwa sababu usipokuwa na subra unaweza ukawaza kwenda kununua EST uweke barabarani ufanye Uber upate hesabu. Kwa hiyo inataka uwe na subra. Kwa hiyo subra ndio msingi wa kila jambo. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema inna Allaha ma'as sabirin. Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri. Kwa hiyo kwenye kila changamoto inapotokea na mwanadamu akasubiri, manake amefaulu. Na mwanadamu akishindwa kuwa na subra, manake amefeli katika mtihani aliogewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wengi wanaigiza tabasamu. Watu wengi wanaigiza kuonesha kila kitu kiko sawa, hakuna shida, lakini wana matatizo, lakini wana changamoto, lakini wana magumu kwenye malezi, magumu kwenye ndoa na mahusiano, magumu kwenye mitindo ya biashara, kwenye mitindo ya maisha. Watu wana magumu, lakini wanaigiza tabasamu kana kwamba hakuna gumu linaloendelea. Hawa wanaojificha kwenye hili tabasamu ilhali kuna mambo magumu yanaendelea. Je, Uislamu unazungumziaje umuhimu wa kuonyesha udhaifu wetu kwa Mwenyezi Mungu na kutafuta msaada kutoka kwake? Na kuyaacha haya maigizo ya kwamba hamna shida, it's all good, hamna shida. Ruta, kimsingi ni kwamba kama nilivyokuambia awali kwamba kila mtu ana changamoto anapitia, na ili mtu apone na ili mtu aweze kupata nafuu ya ile changamoto yake aliyokuwa nayo, ni lazima aweke utaratibu wa kusema, kuongea. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambaye yeye sisi tunaamini kwamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwamba yeye alikuwa ni kiigizo chema. Mtume, kuna mtu mmoja alikuwa ni sahaba wake, rafiki yake, alikuwa akiitwa Hudhaifa ibn al-Yaman. Hudhaifa ibn al-Yaman yule alikuwa ndio mtunza siri wa Mtume. Mtume kuna baadhi ya mambo alikuwa akiyapitia mazito sana kwenye maisha yake, lakini alimteua mtu mmoja akawa anakwenda kumuelezea, bwana, kuna hivi, kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, kuna nne. Kwa nini? Kwa sababu Mtume alikuwa anasema wakati fulani mwanadamu akisema ana heal, anapona katika nafsi yake. Sure. Unapokaa na changamoto za muda mrefu, ndio mwisho wa siku unapata depression. Na namna Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanadamu, ubongo wake au fikra zake huwa zinakwenda zinafikiri afu zinagota. Usikigota ndio huwa anachukua maamuzi ya ajabu. Kwa hiyo lazima upate mtu wa kumwambia ambaye anaweza kukushauri, upate mtu wa kumwambia ambaye anaweza akakwambia, bwana, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Unavyotazama mtindo wa maisha ya dunia ya leo, unahakikisha wapo watu wa kuweza kuwaambia jambo? Kimsingi ni kwamba Ruta, kwenye maisha lazima tunasema, nitumie lugha, ni kwamba lazima uwe na godfather. Yani kuna mtu ambaye unaamini kwamba huyu mimi anaweza kuniongoza. Ogopa sana, na unanisikiliza, unanitazama, ogopa sana kwenye maisha ukawa ni mtu unayesema maneno kwamba hakuna anayeweza kuniambia kitu kwenye maisha. Mandhari nimemzika baba yangu na mama yangu, hakuna anayeweza kuniambia kitu. Zipo hizo kauli. Ogopa sana hiyo kauli, mbaya sana. Kwenye maisha lazima umpate mtu ambaye anaweza kukuongoza, hata kama sio ndugu yako, lakini umteue, useme kwamba huyu nitakuwa namtaka ushauri kwenye baadhi ya mambo. Hata kama sio mhitimu wa darasani. Hapana, kuna baadhi ya watu Mwenyezi Mungu anawapa hekima. Ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Mwenyezi Mungu anampa hekima mtakaye. Kuna baadhi ya watu hawana degree, kuna baadhi ya watu hawajaenda shule, lakini Mungu amewapa vipawa vya kuwa na hekima. Ukienda ukimwambia jambo lako anaweza kukushauri. Ukienda ukimwambia jambo lako inakuwa ni sababu ya kuweza kupona. Lakini sio wote Ruta. Kuna baadhi ya watu unaweza kwenda kuwasimulia changamoto yako ukawa ni mtumwa. Kwa umekwama. Anaku blackmail, yani inakuwa ni sababu sasa ya kuanza kukuendesha
bwana, kwa kuwa una siri yangu nimekupa. Kwa hiyo inakuwa ni sababu ya kwanza ni kuibie siri. Kisa kimoja niliwahi kukisoma mahala. Kuna mtoto mmoja alikuwa ametumwa na mama yake glass, kwamba chukua glass nenda kaweke sehemu kwenda kuosha vyombo. Yule mtoto wakati anapeleka akavidondosha vile vyombo, vikaanguka vikavunjika. Baada ya kuvunjika, dada yake akawa ameona. Baada ya kuona, ikawa amemwambia, sasa mimi nitamwambia mama ile tukio. Yule mtoto akawa analia, usimwambie mama. Kwa hiyo ikawa ni siri baina yake na dada yake. Lakini wakati tukio linatokea, mama yake akawa ipo dirishani anaona na anashuhudia, na yale mazungumzo akawa anayasikia. Kwa hiyo yule mtoto akawa ana siri na dada yake kwamba amevunja vyombo. Sasa yule dada yake alichokuwa anakifanya, akawa anamuendesha mdogo wake. Akipewa yeye kazi, anamwambia mdogo wake, kafanye. Ukikataa nitamwambia mama kama ulivunja vyombo. Kwa kila kazi anayopewa anakuwa anamwambia kafanye. Ukikataa nitamwambia mama uliwahi kuvunja vyombo ya kuchape. If you don't do, I will do. Sasa, na wewe kwenye makuzi na maisha ya hapo nyumbani, je, unaye nani ambaye alikushuhudia ukifanya uharibifu na anakushikia fimbo hapo hapo kwenye uharibifu ule ambao ulikwisha ufanya, kwamba usiponitii ili nitalisema kabisa? Anaku blackmail, tunasema anakuendesha kwa namna anavyotaka yeye. Sasa kuna utofauti gani kwamba haya magumu ama changamoto tunazopitia wakati fulani, yule mtazamaji wetu pale ambaye anapitia magumu, anapitia yanayoweza kumkaribisha kupata hata depression yenyewe, ni vipi kwamba tuamini kwamba haya tunayoyapitia pengine ndo adhabu yetu, alafu huko tutakapokwenda kukutana na Mwenyezi Mungu kwamba hatutakuwa na kingine kigumu cha kukitumikia? Uislamu unatufundisha nini hapo? Kimsingi ni kwamba mtazamaji unanisikiliza, ni kwamba ipo hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema, idha ahabba Allahu abdan ibtala. Mwenyezi Mungu akikupenda anakupa mtihani. Okay. Mwenyezi Mungu akikupenda anakupa mtihani. Haina maana ukiwa unapitia hizi changamoto kwamba ndio adhabu yako, hapana. Wakati Mtume Uislamu unaanza pale Maka, ilifika mahala wakati anaeneza Uislamu, palikuwa na mateso makubwa sana wale ambao walianza kumfuata Mtume. Ikafika mahala kuna mwanamke mmoja alikuwa akiitwa Sumaia, alichanwa vipande viwili. Mguu wake mmoja ulifungwa farasi na mguu wake wa kulia ukafungwa farasi na wa kushoto ukafungwa farasi, alafu farasi wala wakatawanyishwa mashariki na magharibi. Yule mama akachanika vipande viwili. Baadhi ya watu wakawa wanashuhudia, wakamfuata Mtume wakamuuliza, mata nasrullah, msaada wa Mungu utakuja lini? Mbona mateso yanakuwa makali kiasi hiki? Mtume akawaambia, ala inna nasrallahi qarib, msaada wa Mungu upo karibuni. Mahlan ya ala Yasir, fa inna maw'idukum janna. Kuweni na subra, kuweni, ahadi yetu sisi na Mungu ni kuipata pepo. Kwa hiyo haina maana kupitia changamoto ndio kwa maana adhabu yako hapa duniani. Kwa hiyo ukienda kule kwa Mungu hakuna adhabu, haina maana hiyo. Ukimwona Mwenyezi Mungu amekupa mtihani wa maradhi, pengine unaumwa sukari, ruta, pengine unaumwa kensa, pengine una pressure inakusumbua, pengine una ugonjwa fulani ambao unahisi ni mkubwa sana, ukadhani Mwenyezi Mungu pengine anakuletea adhabu, anakutesa. Hapana. Hebu utueleze kidogo kuhusiana na dua na umuhimu wa kufanya dua, ili kusudi yule mtazamaji yule msikilizaji na mfuatiliaji wetu apate shule kuhusiana na tija ya kufanya dua kwa muumini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ad-du'a mukhul ibada, dua ndio msingi wa ibada. Yani mtu anapomwelekea muumba wake, anapomwelekea Allah subhanahu wa ta'ala na akanyanyua mikono yake kumuomba Mwenyezi Mungu, kwanza ndio msingi wa ibada. Lakini pia Mwenyezi Mungu anapenda kunyenyekewa kwa kuombwa. Mwenyezi Mungu anapenda kuombwa. Kwa unaponyanyua mikono yako kumuomba Mwenyezi Mungu, kwanza unapata amani ya nafsi yako, pili unajiponyesha yale changamoto ambazo unapitia katika nafsi yako. Sisi tunasema jambo la kwanza ili mtu apate peace of mind ni kwanza asubuhi amke, afanye ibada ya salatul fajri, kisha muombe Mwenyezi Mungu, anaanza kupata amani ya nafsi. Mtu anayeamka mapema akamuomba Mwenyezi Mungu, kisha akaomba dua, akafanya ibada, akamuomba Mungu, na anayeamka saa 6 mchana, wanatofautiana kidogo. Nimewahi kusoma kitabu kimoja cha mwandishi mmoja cha Robin Sharma. Jambo la kwanza alichokifanya, akamkumbuka Mungu wake. Wa Ayuba idh nada rabbahu anni massani dhurr wa anta arhamur rahimin. Ayubu alipopatwa na mtihani ule wa maradhi, alichokifanya akasema,
Mwenyezi Mungu, nimepatwa na umtihani, lakini wa anta arhamur rahimin, wewe ndio mwingi wa rehema, wewe ndio mwingi wa huruma. Mwenyezi Mungu anasemaje? Fastajabna lahu, tukamjibu Ayubu dua yake. Fakashafna ma bihi, tukamponya katika ule mtihani wake aliokuwa nao. Lakini Ayubu alichokifanya, alinyanyua mikono yake mbele ya Mungu, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtazamaji, hata kama una changamoto yako yoyote, dua ndio silahul mu'min, ndio silaha ya mu'min yoyote. Na ukimwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuomba katika jambo la aina yoyote, Mwenyezi Mungu atakujibu mfano wa Ayubu alivyojibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema fastajabna lahu fakashafna ma bihi, tulimjibu dua yake na tukamponya katika mtihani wake aliokuwa anaupitia. Lakini asante sana. Lakini nini umuhimu wa zikri, muumini kufanya tukio la kumkumbuka Mwenyezi Mungu kwa mtu anayepitia hali ya huzuni na upweke? Ruta, swali zuri sana. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Anawazindua watu, anawaambia enyi zindukeni nyinyi, katika kumtaja Mungu mioyo yenu itapata utulivu. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, kwenye kumtaja Mwenyezi Mungu mioyo yenu itapata utulivu. Mwenyezi Mungu hapa alikuwa anazungumzia dhikri, utajo. Dhikri ni kumtaja Mwenyezi Mungu. Lakini Yona alipomezwa na chewa na yule samaki mkubwa, alipokuwa kwenye tumbo la chewa, Yunus alimtaja, alileta dhikri, subhanaka la ilaha inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hii ni dhikri alileta, kwamba Yona au Yunus alipokuwa amemezwa, jambo ambalo aliamini kuwa litaleta msaada, litampa tumaini, ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mwenyezi Mungu akamwokoa kutokana na ule mtihani aliokuwa ameupitia. Dhikri sahihi kabisa. Kwa kuyatafsiri maisha na kwa kutafsiri utambuzi wa kwamba hii dunia ina Mungu, chochote tunachokifanya, chochote tunachopitia, bado hii dunia ina Mungu na muhimu ni kumrejea Mwenyezi Mungu. Sasa katika hilo naiona haja ya kuimarisha mahusiano yetu na Mungu bila kujali changamoto tunazozipitia. Tunawezaje sasa kuimarisha uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu ili tutambue uwepo wake katika kila hatua ya maisha yetu, hata wakati wa zile nyakati ngumu? Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an anasema kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Mwenyezi Mungu anatueleza kwamba enyi mliofanya israfu katika madhambi, katika mitihani mbalimbali, msikate tamaa. Msikate tamaa katika changamoto mbalimbali mnazopitia. Msikate tamaa. Mwenyezi Mungu anatukataza tusikate tamaa, japokuwa tumepitia changamoto mbalimbali. Na ili ujihisi kwamba unaondokana na ile mitihani uliyokuwa nayo, kutengeneza mahusiano mazuri, ni wewe kumrejea Mwenyezi Mungu kwa kuomba toba, kufanya toba na kufanya istighfar, kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakati fulani changamoto za maisha zinakuja, Ruta, ni kwa sababu tumesahau kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha na kufanya toba. Ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara. Mtakeni msamaha Mwenyezi Mungu, atakuleteeni mvua yenye baraka. Mwenyezi Mungu atakupeni mabustani yenye neema. Mwenyezi Mungu atakupeni watoto wenye baraka. Mwenyezi Mungu atakupeni mali. Lakini nini? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mtakeni msamaha Mungu, toba tu. Kwa hiyo kutengeneza mahusiano mazuri na Allah au na Mungu wako ni kutubia. Utaona biashara zinakwenda vizuri, utakuwa na watoto wenye baraka, utaona mvua zitanyesha zenye baraka, mtapata mimea mizuri kwa sababu ya toba. Lakini wakati fulani changamoto tunazipata kwenye maisha ni kwa sababu tunashindwa kutubia. Ndio maana tunashindwa kuwa na mahusiano mazuri na Mungu wetu. Toba ndio inamfanya mwanadamu awe na mahusiano mazuri na Mungu wake, hakuna kingine. Adam alipomkosea Mungu wake alijua nimemkosea, lakini kilichomfanya arudishe mahusiano yake na Mungu wake ni toba. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mwenyezi Mungu, tumekosea. Baada ya kujua amekosea, akarudisha mahusiano yake na Mungu wake kwa kufanya kitu kinaitwa toba.
Labda utueleze kwa kifupi ahadi za Mwenyezi Mungu kwa wale wanaoendelea kumtumainia na kujaribu kufanya ibada zao bila kuchoka hata pale wanapojihisi udhaifu na kuvunjika moyo ama kuvunjwa moyo. Wakati fulani jamii, ndugu, jamaa, marafiki wanaweza wakakuvunja moyo safari yako ya kufanya ibada. Sasa hebu tueleze kwa kifupi ahadi za Mwenyezi Mungu kwa wale wanaoendelea kumtumainia. Umeongea pointi nzuri sana Ruta. People are very negative. Sure. People are very negative. Kuna baadhi ya wakati unaweza unatamani kubadilika kutoka kwenye hali fulani. Pengine labda ni mlevi sana. Pengine umekuwa addicted na kamari. Pengine labda kuna tabia fulani ulikopo nayo, sasa unataka kuacha. Ngono. Sasa wakati upo kwenye mabadiliko, kuna baadhi ya watu watakukatisha tamaa kwamba wanaanza kuita majina hao. Sazi vipi bwana? Shehe vipi? Yani yale majina sio mazuri. Lengo lao kukukejeli. Wanakukashifu yani. People are very negative. Sasa ustazi nakuona. Ustazi nakuona lakini haitoki katika kumaanisha. Lengo lake ni kukukashifu. Kukurudisha nyuma katika ile process yako ya mabadiliko. Ndio. Sasa Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala kupitia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anawaeleza familia ya Yasir, aliwaeleza kwamba mahlan fa inna maw'idakum janna. Ahadi ni kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu. Tuwe wavumilivu, tuwe na subira, lakini Mwenyezi Mungu anatuahidi msaada wake pale ambapo tutakapokuwa tumepeleka egemeo letu na tegemeo letu mbele yake. Allah anatuahidi matarajio yaliyokuwa makubwa, matumaini yaliyokuwa makubwa na kutupa msaada uliokuwa mkubwa ikiwa tutamuelekea yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ametuahidi, na Allah Subhanahu wa Ta'ala la yukhlifu al-mi'ad, hawezi kutengua ahadi. Tofauti na mimi na wewe Ruta, tunaweza tukaidiana hapa tukavunja ahadi, lakini Mwenyezi Mungu inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad, Mungu hawezi kukhalifu ahadi yake aliyokuwa ameahidi. Kwa ufupi tu ufanye dua kuombea watazamaji na wafuatiliaji wetu ambao wanazo changamoto mbalimbali za maisha wanazipitia, za malezi, za mahusiano, ndoa, za biashara, afya. Hebu kwa ufupi tu ufanye kuombea wapate nafuu, lakini na podcast yetu upate kuiombea kwa ufupi tu iweze kufika na iweze kuleta tija, iende kuponya vidonda vya roho ambavyo watu wako navyo, na wewe mwenyewe umekiri kwamba hakika dunia inaumwa. Karibu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidi sallallahu alaihi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة، ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. Mwenyezi Mungu wewe ni mwingi wa rehema, tunakuomba uturehemu. Mwenyezi Mungu wewe ni mwingi wa huruma, tunakuomba utuhurumie. Ya Rabbi, sisi ni wadhaifu katika mioyo yetu, tuna madhambi mengi tunayafanya. Mwenyezi Mungu tunakuomba tusamehe katika yale ambayo tunayafanya kwa kujua ama kwa kutokujua. Ya Rabbi, tunakuomba kila lilokuwa la kheri, tuangalie katika udhaifu wetu, utashindwa kutujibu maombi yetu. Tuangalie katika binadamu wetu, kwa sababu tunayafanya mengi kwa binadamu wetu kwa kukosea kwetu. Ya Rabbi, wewe ni mwingi wa huruma na unaweza kusamehe. Ya Rabbi, tunakuomba utupe kizazi kilichokuwa chema. Ya Rabbi, tunakuomba utupe familia zilizokuwa njema. Ya Rabbi, tunakuomba utupe riziki za halali. Ya Rabbi, tunakuomba utufungulie katika biashara zetu. Ya Rabbi, tunakuomba utufungulie katika kazi zetu. Ya Rabbi, tunakuomba utuponye maradhi yetu tuliyokuwa nayo katika nafsi zetu, katika miili yetu. Mwenyezi Mungu wewe ndio wa kutegemewa, hakuna mwingine wa kumtegemea isipokuwa ni wewe. Ya Rabbi, tunakuomba kila palipokuwa na hasadi, palipokuwa na shari, Mwenyezi Mungu tunakuomba utuondoshee shari hiyo, utuondoshee hasadi hiyo. Mwenyezi Mungu, kuna baadhi ya mambo hatuyaoni, wewe unayaona. Kuna baadhi ya mambo hatuyajui, wewe unayajua. Ya Rabbi, tunakuomba yale ambayo hatuyajui basi uyakinge kwa uwezo wako na kudura zako. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillah. Amen. Asante sana. Na basi alikuwa ni Sheikh Pembe. Yeye ni imamu wa msikiti wa Mtambani pale Kinondoni jijini Dar es Salaam hapa. Leo imekuwa na faida sana kuona kwamba ametenga muda wake kututembelea, kuja kuzungumza na wewe. Imani yangu ni kubwa sana jua yale ambayo nimekusudia kumuuliza ana jinsi alivyoyajibu, basi kwako inaonekana kwenda kuwa tiba
na kupona kabisa na kusahau kabisa yale ambayo yamekujeruhi moyo, yamekujeruhi roho. Mpaka wakati mwingine kwenye podcast yako, mimi ni James Ruta. Karibu.